Karibu Tuzo Online. Nauliza vipi wale ambao walinunua tiketi kwenye mchezo dhidi ya Constantine na mechi ikaenda kuchezwa bila wale wote ambao walinunua tiketi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Constantine, tiketi zao watazitumia katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry. Kwa yule ambaye aliitunza tiketi yake, basi itatumika katika mchezo huu. Kwa wale ambao walinunua tiketi za platinum, rekodi zao zipo, kwa hiyo watapigiwa simu moja moja na kuambiwa kwamba tiketi yako bado iko hai. Hivyo kama una nia ya kuja Benjamin Mkapa tarehe 9, thibitisha ili tukupe utaratibu mwingine. Kwa wale wote ambao walinunua tiketi zao, kuna wengine walisamehe, walisema mtu alinunua da tiketi ya 5,000, 5,000 what is 5,000. Kwa hiyo kuna ambao walisamehe, lakini kuna ambao walisema nasubiri nyingine. Kwa wale wote ambao wanatudai tiketi zao, watazitumia kuingia katika mchezo wetu ya Al Masry. RTV iza na big, very good question. Ni kweli mechi na Costa tulifanya big screen pale Mwembe Temeke, Mwembe Mbuzi Temeke pale, na ilikuwa very productive kusema kweli. Watu walipenda sana ile, na niseme tu mechi yetu ya tarehe 2 ambayo itapigwa pale Misri, tupo kwenye mchakato wa mwisho wa kuandaa big screen. Wakati Simba anacheza kule Misri, hapa nyumbani Tanzania, wana Simba tukutane sehemu moja pamoja, tuangalie mechi kwa pamoja. Tutawajulisha tukishamaliza logistics za ndani, lakini mpango huo upo. Khalidi kutoka ITV anauliza, hatujacheza mechi kwa muda mrefu. Je, haiwezi kuathiri performance ya timu kuelekea katika mchezo huo? Ili swali ni kualike kesho kutwa alfajiri, timu ikiwa inaondoka. Utamuuliza Mwalimu Fadlu, atakuwa na majibu nadhani mazuri ya kujitosheleza ukaridhika, kwa sababu ni mtaalamu. Sasa mimi nikikujibu hautoridhika, konjo Mwalimu Fadlu akujibu. Lakini nikwambie tu, nikutoe kwamba hatujacheza mechi hapa kwa sababu iliingia kalenda ya FIFA. Kwa hiyo sio kama hatukucheza mechi ili tujiandae na Al Masry, no. Hatukucheza mechi kwa sababu ya kalenda ya FIFA iliyopo. Na nikwambie hata mechi ya tarehe 27 ya kesho dhidi ya Bigman, kwa namna moja nyingine Simba Sports Club kwa kushirikiana na mchezo huo uchezwe ili wachezaji wetu wapate hiyo rhythm ya kimashindano. Lakini kama haitoshi, wachezaji wetu wengi wamekuwa bize wiki hii kimashindano. Ukiachilia mbali hawa ambao wako kambini, tumecheza hesabia. Lakini jana mimi nilikuwa naangalia mechi ya Taifa Stars huku na furahi kwa sababu namuona Shaba anacheza, amepata game time na match fitness. Namuona Kapombe anacheza tena, anamaliza dakika 90 anapata match fitness. Namuona Kibu Deng anawakimbiza Waarabu, anapata match fitness. Namuona Kagoma alivyoingia nikafarijika kwa sababu anapata kwa hiyo hatuko pabaya. Tunakwenda kucheza na Al Masry tukiwa tumeshafanya kila kitu kizuri kuelekea katika mechi. Sasa kitaalamu zaidi atakufafanulia Mwalimu Fadlu. Kutoka Yoma anauliza vipi Benjamin isiporuhusiwa. Sisi watu positive huwa hatuzungumziagi negative. Sisi tunachoamini Benjamin Mkapa itaruhusiwa, na ndio maana nguvu yetu yote tumeielekeza Benjamin Mkapa. Vipi kama isiporuhusiwa? Huo upande wa hatujui, yani hatujui huko kukoje, kwa hatuwezi kuzungumzia. Moja kati ya wanachama waandamizi wa Simba Sports Club walitangaza, na of course ikazua hamasa kubwa kwa mashabiki wengi wakitaka kufahamu utaratibu ukoje. Niseme tu kwamba zipo jitihada ambazo zilifanyika na zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba
tunapata usafiri utakaoweza kuaccommodate mashabiki wengi na kwa njia rahisi na nyepesi ya kuwawezesha kufika Misri kwenda kuisapoti Simba yao. Niseme tu mpaka hivi sasa bado mipango hiyo haijakamilika. Kama itatokea taarifa nyingine yoyote, basi tutawajulisha na tutawapa utaratibu rasmi namna gani watu wanaweza kusafiri. Timu inasafiri tarehe 28, lakini mechi ni tarehe 2. Kwa hiyo kama kuna chochote hapo kabla tarehe 2, basi tutawajulisha, tutawapa utaratibu, watakuja hapa klabu, watasimamiwa na jambo hilo litafanyika. Mkiona kimya, jua utaratibu ambao tunakusudia kufanya umeshindikana na mtalazimika kuisubiri Simba Sports Club itakaporejea Tanzania kwenda kuisapoti Benjamin Mkapa. Ameuliza kuhusiana na swali la dabi. Dada yangu kutoka Mtanange TV, usichanganye makande na pilau. Leo ilikuwa ni siku ya pilau. Asante sana. Kuwe nafasi hii kuwatoa hofu wana Simba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection, kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakuambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari. Na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa yuko tayari. Na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri. Tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Kuelekea katika mchezo huo, viingilio tunavitangaza kabisa na tiketi zinaanza kuuzwa kabisa kuanzia hivi sasa. Na tunapotangaza viingilio hivi sasa na tiketi hivi sasa, maana yake tunataka watu waanze kununua kuanzia sasa. Mtu asikae akasema ngoja nisubiri matokeo ya kule Misri yatakuwaje. Ya kule Misri matokeo hayapaswi kuathiri kabisa sisi zoezi letu la kuja uwanjani. Matokeo yoyote tutakayoyapata kule Misri dhidi ya Al Masry yawe chachu ya kutufanya tuje wingi katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al Masry hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viingilio katika mchezo huo, IPA itakuwa ni shilingi 40,000, VIPB ni shilingi 30,000, VIPC shilingi 5,000, ni 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wana Simba tuanze kununua kuanzia sasa. Hii mechi ni mechi ya maana mno kwetu wana Simba na tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Lakini vile vile tunayo kategori ya Platinum kwa shilingi 150,000 na Tanzanite kwa shilingi 250,000. Kwa upande wa Platinum, atakayenunua tiketi ya Platinum atapatiwa usafiri bure kutoka hoteli ambayo tutaichagua yenye hadhi ya nyota 5. Utakwenda mpaka uwanjani Benjamin Mkapa ukisindikizwa na king'ora. Utafika Benjamin Mkapa, utapokelewa kwa heshima na taadhima kulingana na hadhi ya fedha ambayo umelipwa. Utapelekwa mpaka katika viti vyenu, mtatulia zenu pale na mtakuwa mnapata vinywaji laini kutoka Mokola, na
mapumziko na kwenda kupata chakula kwa ajili ya kuhanikiza, na baadaye mnaingia tena kwenye magari yenu, mnarudi mpaka hotelini, mnaenda kushangilia nyama amekwenda nusu finali na familia zenu. Kwa upande wa Tanzanite, unapewa tiketi, unapewa kifurushi kutoka Simba Sports Club pamoja na car gate pass ambayo itakuruhusu wewe kuingia uwanjani bila usumbufu wa aina yeyote ule. Kuelekea katika hamasa ya mechi hii dhidi ya Al Masry, nataka mtambue ya kwamba tumedhamiria mechi hii kuingiza mashabiki wengi zaidi, sanjari na kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe ya kuingiza mashabiki wengi msimu huu. Mpaka sasa rekodi kubwa tulioweka ya kuingiza mashabiki wengi kwa msimu huu ni mechi baina ya Simba na Al Ahly Tripoli ambayo tuliingiza mashabiki 1046. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Al Masry tunataka kuvuka idadi ya mashabiki 1046. Maana yake tunataka kuingiza mashabiki kuanzia 1050 mpaka 1060 kwa maana pasi. Na kwa wana Simba linawezekana sana ukiangalia umuhimu na ukubwa wa mchezo wenyewe. Lakini kama kawaida yetu, tumeandaa mfululizo wa matukio kadha wa kadha kwa ajili ya kutengeneza hamasa, kuuza tiketi na kufanya mchezo wetu huu wa kesho, mchezo wetu huu uwe ni mchezo maarufu zaidi kati ya michezo itakaopigwa kwenye hatua hii ya robo finali. Kama kawaida, tutakuwa na kispika ambacho kitapita tawi kwa tawi, mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kufanya hizo hamasa. Tutakwenda kufanya uzinduzi wa kispika siku ya tarehe 5 ambayo tutafanyia katika tawi la Mbezi, stendi ya Mbezi, sio Mbezi Magufuli na sio terminal, stendi ya vidaladala zile vya kwenda Bagamoyo, Msata, Mboga, Chalinze. Pale kuna watu wetu pale wa Simba. Hamasa yetu, tutakwenda kufanya uzinduzi pale, na itakuwa ni uzinduzi mkubwa kuwahi kutokea kwa sababu inawahusisha wana Simba wengi, wana Simba wa Chalinze, wa Vigwaza, wa Bagamoyo, wote tunakutana pale Mbezi kwa ajili ya kwenda kufanya uzinduzi mkubwa wa hamasa ya kuelekea mchezo wetu wa tarehe 9. Lakini vile vile tutakuwa na mwendelezo wa kispika katika matawi mbalimbali. Tutakwenda kwenye tawi la Tabata Matumbi, lipo katikati hapo Tabata Dampo. Wapo wana Simba hapo wanatusubiri kwenda kuwauzia tiketi na kufanya hamasa bab kubwa. Baada hapo tutaelekea tawi la Simba bana, wanaitwaje kule? Mwambisio Machinjoni pale. Achana Vinguti. Kama rako na mshibai. Mazizini, nani anauza ng'ombe? Stara anamiliki mbuzi. Tawi la Simba Mazizini, liko Ukonga. Na wenyewe kule ndugu zetu tunakwenda kuwafanyia hamasa kwa ajili ya kuelekea mchezo wetu wa tarehe 5. Hatujamaliza hapo, tutakwenda vile vile kufanya hamasa katika tawi la Simba Tandika Azimio. Wana Simba wenzetu wa huko na wenyewe wanatusubiri kwenda kuwapelekea kispika. Ukiangalia safari hii tumekuwa na matawi mengi ya kuyatembelea na kufanya hamasa kwa sababu tunataka watu wengi zaidi waje uwanjani, na ndio maana tutakuwa na mfululizo wa safari ya matawi mengi kweli kweli kwa ajili ya kuwavuta mashabiki wengi waje uwanjani siku hiyo Benjamin Mkapa iwe full house. Lakini nyie mnafahamu sisi ni wale wataalamu wa kubuni matukio yenye mvuto wa hali ya juu kwa ajili ya kutengeneza hamasa. Safari hii tumekuja na tukio la kipekee kabisa ambalo tunaamini litakwenda kuwa chachu kubwa na kuwafikia watu ambao hawajafikiwa kwa muda mrefu kuja kushabikia Simba Sports Club. Tumeandaa safari hii bonanza ambalo litahusisha wafanyakazi wa benki mbalimbali Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba. Bonanza hili linaitwa Simba Bankers Bonanza. Wafanyakazi wote
wa mabenki yote Tanzania ambao ni mashabiki wa Simba watashiriki bonanza hili kupitia mabenki yao. Tayari tumeshapeleka barua ya mialiko katika mabenki mbalimbali na tunaendelea kupeleka mialiko kwa mabenki yote Tanzania ili washiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika siku ya Jumapili ya tarehe 6. Tupo katika wiki ya hamasa na litahusisha mabenki yote ambayo yatathibitisha na yatakubali kushiriki katika bonanza hili. Sharti la moja ni lazima wawe mashabiki wa Simba Sports Club wanaounda timu ya benki yao husika. Hivyo basi, benki yeyote ambayo inahitaji kushiriki Simba Bankers Bonanza, tuwasiliane tuweze kuwaletea mwaliko waje washiriki bonanza hili. Tunatanua wigo na kufikia mashabiki wengi zaidi ili kuvutia mashabiki wengi zaidi kuishangilia timu yao. Tulianza mabonanza haya kwa kushirikisha matawi ya Simba wenyewe kwa wenyewe. Mechi iliyopita tukafanya bonanza kwa kushirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu vyote vya Dar es Salaam, na sasa tunafanya bonanza kwa kushirikisha mabenki yote ya Tanzania yaje yashiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika katika viwanja vya vyuo vikuu vya Dar es Salaam kuanzia asubuhi ya tarehe 6 mpaka usiku wa tarehe 9. Na kumbuka tarehe 7 itakuwa ni Karume Day, Jumatatu. Kwa hiyo tutakesha hapo viwanja vya chuo kikuu mpaka asubuhi yake, watu wanaendelea kununua tiketi. Kutakuwa kuna zawadi mbalimbali kwenye bonanza hili. Ipo zawadi ya kikombe kwa maana ya kumtambua mshindi. Kuna zawadi ya medali kwa mshindi wa kwanza na wa pili. Kuna zawadi ya seti 15 za jezi za Simba Sports Club za Mo Kola kwa maana ya jezi za kimataifa tutampa mshindi wetu, na vile vile tutawapa tiketi. Hivi tiketi ngapi tumesema? 25. Tutawapa tiketi 25 benki ambayo itashinda kwenye Bankers Bonanza, na vile vile tutawapa car gate pass na usafiri wa Costa wa kuwapeleka uwanjani siku ya mechi na kuwarudisha benki kwao na kusambaana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii alika mabenki yote ambayo yangependa kushirikiana na Simba Sports Club katika bonanza hili tuwasiliane, na kwa wale ambao tayari wameshapokea barua zetu basi wathibitishe kushiriki kwa maslahi mapana ya wao kutanua wigo wao wa kufika uwanjani, lakini vile vile na wao kupata nafasi ya kushiriki haya mazoezi. Lakini kama haitoshi, wana Simba tukajuana kutoka katika mabenki mbalimbali. Kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya hii tunavuka. Ukisha sema hii una pause kidogo. Hii tunavuka. Alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka inamaanisha kwamba kwa misimu 5 tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shemalon Fondo
ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata raha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Sheikh Malone yuko akiendelea na matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wana Simba wamuombe kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na ligi kuu ya NBC. Kwa Malone Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu.